Bana, mambo vipi mwana michezo mwenzetu? Karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Cisco. Njoo bwana tukujuze Esperance de Tunis wakiwa nyumbani pale Tunisia wanaikaribisha klabu ya Wekundu Msimbazi Simba kutokea Dar es Salaam Tanzania. Game on kinagongwa kweli kweli, Simba akiwa anakata tiketi ya kuitafuta robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huu. Shughuli ni nzito kweli kweli. Steven Mapunda, njema? Mimi niko vyema kabisa. Uzima upo na hulalamiki? Mungu ni mwema sana bwana. Ni jambo la kumshukuru Mungu kwa kuwa hiyo ndo asili yake. Kabisa. Bwana, klabu ya Wekundu Msimbazi Simba vitani leo, kwa lugha nyepesi unaweza kusema dimbani leo dhidi ya Esperance de Tunis. Kumbukwe bwana, Simba anatakiwa ashinde mchezo huu ili kutengeneza pia njia na mwelekeo mzuri wa kuitafuta robo finali ligi ya mabingwa msimu huu. Kwako Steven Mapunda, unafikiri ni mchezo wa aina gani na vipi kwa Wekundu Msimbazi Simba, nafasi yao imekaaje kwenye mchezo wa leo? Nikijaribu kutazama na iona mechi ambayo itakuwa mechi nzuri sana, kwa sababu wanakwenda kukutana miamba miwili, mmoja kutoka port number 1, mwingine kutoka port number 2, ambao wamekuwa na vibanda vya kuazima, kwa maana kwamba ile nafasi ambayo ilikuwa imewekwa katika kundi lao kwa sasa haipo kwenye zile nafasi zao, kwa sababu mwanzo ilivyokuwa imepangwa alianza Esperance, akafuatia Simba, akaja Petro, alafu akamaliza Stade Malien. Yes. Mzani umepinduka, kama gwaride wa kwanza amekuwa wa mwisho. Yes. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni kwa namna gani kwamba kuna vurugu mechi ambayo imetokea katika group lao na kuweza kupelekea sasa kutengeneza hali ya ushindani zaidi. Naenda kuiona mechi ambayo itakuwa na ugumu zaidi kwa pande zote mbili, kwa sababu Esperance anahitaji kuweza kupata matokeo mbele ya Simba ili aweze kujihakikishia kupata alama zaidi. Wakati huo pia Simba anataka aweze kujipatia alama ili aweze kujihakikishia kampeni ya kuweza kufuzu kwenda hatua inayofuata. Okay. Kwa sababu tunafahamu michezo yote miwili ameweza kufanya vibaya, lakini pia Esperance naye pia katika michezo yake miwili hajafanikiwa kupata alama 3. Kwa hiyo inampa wakati mgumu zaidi ya yeye kuweza kutafuta zaidi alama. Kwa hiyo nakwenda kuona mchezo ambao upande wa Simba utakuwa na ugumu zaidi, lakini pia vile vile tahadhari itakuwa upande wa Esperance de Tunis. Okay. Na kama Simba watafanikiwa kucheza katika dakika 45 za kwanza wasiporuhusu goli, basi inawezekana upande wao kwa ni salama zaidi, kwa sababu watakwenda kuongeza upinzani mkubwa sana na pressure kubwa sana upande wa Esperance de Tunis ukilinganisha na upande wa Simba Sports Club. Lakini kama Simba katika dakika 45 za kipindi cha kwanza wataweza kuruhusu goli la mapema, basi inawezekana kwao ikawa ni mvurugano mkubwa na kuweza kupotea. Na kama wanaweza kuvumilia kipindi cha kwanza wasipate goli Esperance, yes, basi wanaweza kuwa ni mchezo mzuri na ambapo Simba wanaweza kupata matokeo. Kinyume na hapo itakuwa ni disaster kubwa sana kwa upande wao. Lakini ukitazama mizania sasa, mambo yamebadilika kama walivyosema. Simba ukigawanya kwa asilimia mchezo huu wa leo, ni asilimia ngapi ambazo unaweza kumpatia mnyama kwa ajili ya kuipeperusha vyema bendera ya taifa hili la Tanzania? To be honestly, Simba nafasi yake ya kushinda ukilinganisha na mwenyeji, nafasi yake imekuwa finyu zaidi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza nature ya kikosi ambacho kipo. Yes. Tunaona msimu huu kumekuwa na mparaganyiko mkubwa sana, ambapo sidhani kama Simba aliwahi kupitia mparaganyiko kama uliotokea msimu huu kwa siku za hivi karibuni. Inawezekana ilikuwa kipindi ambacho sisi bado hatujazaliwa yaliwahi kutokea, lakini kwa kipindi hiki ambacho tumeanza kufuatilia mpira kwa ukaribu zaidi na kwa utaalamu, hatujawahi kushuhudia Simba ikiwa imepitia mvurugano wa staili kama hii. Simba ilikuwa imeanza na Steven Dese Mkwala. Yes. Simba ilikuwa imeanza na Jean Charles Ahoua. Kabisa. Simba ilikuwa imeanza na Shamu Karabwa. Si ndio? Simba ilikuwa ipo na Fadlu Davis. Simba ilikuwa ipo na Dimitar Pantev. Umeelewa vizuri? Hao wote walikuwa wameanza msimu katika michuano ya kimataifa. Mechi za awali hao ninakutajia, wengine walicheza, wengine walikuwa kwenye benchi la ufundi, waliweza kusuggest na kuweza kuifanya Simba iweze kufika hapa ilipofika. Sawa. Lakini huyu mimili yote ambayo ninakutajia kwa sasa haipo ndani ya klabu ya Simba. Wameingia watu wapya. Kwa sababu katika hatua kama hiyo ni hatua hatari zaidi kwa upande wa timu ambayo
ipo kwenye mashindano, Yeah. tena mashindano ambayo yanahitaji matokeo ya aina moja tu, kwa sababu Simba leo hahitaji alama moja ili kimsingi aweze kupambana kweli kweli. Anahitaji kuanzia alama 3 kabisa, kwa sababu akitafuta alama moja yatakuja kumkuta kama aliyemkuta mtani wake wa jadi msimu uliomalizika. Alipoteza michezo miwili mfululizo, akaenda kuokota alama moja kwa TP Mazembe. Mwisho wa siku akaja kutolewa kutokana na alama chache, yani anafikisha alama 8, anakosa sifa za kwenda hatua ya robo finali. Kwa kama leo ataenda kutafuta alama moja, itakuwa ina wakati mgumu zaidi, kwa sababu wakati huo akumbuke kuwa ana Petro de Luanda akiwa away. Wakati huo Petro de Luanda alishachukua alama akiwa nyumbani kwake. Yeah. Pia na Stade Malien ambaye huyu watu wengi wanamtemu kwamba ndio sema ambapo Simba anaweza akajiokotea alama, lakini alishindwa kuokota alama akiwa kwa huyu Stade Malien, na anakuja hapa anajua bisa kwamba huyu ni mbabe, alikuja nyumbani kwangu, nilichukua alama 3 kwake, kwa mimi nikienda kwake nitafute alama moja. Yeah. Kwa kama ukiwa na alama za kuweza kuokoteza inakuwa na wakati mgumu zaidi. Kwa hiyo ninakwenda kuiona Simba ikiwa inapitia nyakati ngumu kulingana na scenario na jinsi makaratasi yanavyoelezea, lakini mpira una matokeo ya kustaajabisha. Huenda wakiweza kuvumilia vizuri kwa dakika 45 za kwanza, inawezekana wakaanza kutengeneza kitu ambacho kitakwenda kuwashangaza watu wengi sana, bwana Cisco. Bwana wewe, na sasa Steven Mapunda huyo umepata kumsikia kitema cheche na zile small details juu ya game ya Simba na Esperance de Tunis kutokea pale Tunisia. Mambo ni mazito kweli kweli, lakini nguvu kubwa bwana tunaipata kutokea pale Bati Quality. Ni kampuni bora ya Tanzania, inazalisha na kusambaza bati aina zote, zinapatikana za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, hata zile pia zenye matilio ya chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati bwana, misumari na usafiri bure popote pale ndani ya ardhi ya Tanzania. Warranty yake ni ya muda mrefu, miaka 10 ya uangalizi. Bati unanunua wewe, anakuja kutambana nayo kwa jina wako. Steven Mapunda, unafikiri Mwalimu Steve wa jina wako aingie na kikosi gani ambacho kinaweza kikampatia labda matokeo mazuri ya kumpa heshima na imani kaongezeka ndani ya klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba? Lakini pia kabla hatujaingia kwenda kuangalia mwalimu aingie na kikosi gani, Yeah. mimi nilikuwa nafikiri kwamba wanatakiwa pia wakae makini sana na wachezaji ambao wameonekana kuwa threat sana katika kikosi cha Esperance de Tunis. Yeah. Ukiangalia kuna mtu kama Yusuf Belail, huyu ni mshambuliaji ambaye amekuwa na namba za kutisha sana kwenye kikosi cha Esperance de Tunis. Yes. Ukiangalia msimu huu wa 2025 2026 tayari ameshatupia goli 5, na msimu uliomalizika wa 2025 2024 2025 Yeah. katika mechi ambazo alicheza mechi 16 aliweza kutupia goli 8. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ana wastani mzuri sana kuweza kufunga, ingawaje faida ambayo wanaipata Tunisia ni kwamba ni nchi ambayo kwa sasa kisoka inaanza kudrop, na hata ukiangalia Esperance de Tunis ile ambayo watu walikuwa wanaifikiria, Yes. sio hii kabisa. Ambayo ipo kwenye hali ya kutisha. Hii ni kama maji ya jioni hivi. Kabisa. Kwa hiyo wakiwa wako makini zaidi kuweza kuhakikisha kwamba wanaweza kuwabana wachezaji hawa, inawezekana ikawa nzuri zaidi kwa upande wao. Lakini kuna mshambuliaji mwingine ambaye inawezekana leo mwalimu akaweza kuingia na mpango wake ili aweze kufanya kwamba aweze kujilinda na kuweza kushambulia. Kama Hussein Koulibaly, huyu naye pia ni raia wa taifa la Mali, ni mchezaji ambaye wakutishwa sana na ni wakuchungwa zaidi. Okay. Huyu ana uwezo wa kutengeneza mashambulizi, ana uwezo pia wa kuzuia kuanzia juu. Kwa lazima wawe makini zaidi katika kuhakikisha kuwa wanakwenda kuhakikisha wanakuwa wako salama zaidi. Lakini kwa upande wa Simba nilikuwa naona kabisa kwamba huyu golikipa mpya huyu wanamuita naye pia ni Jigwi, anatakiwa aweze kuanza katika kikosi, akikaa nafasi ya golini kuchukua nafasi ya Hussein Abel, ambapo namba 2 nilikuwa nafikiria kwamba huyu Shomari Kapombe anaweza kafiti vizuri kabisa. Yeah. Namba 3 Anthony Mligo nafikiri inakuwa ni sehemu sahihi zaidi, kwa sababu sioni sababu ya kuweza kulazimisha Kibabage, kwa sababu Kibabage ni mchezaji ambaye ameingia na ndio mchezo wake wa kwanza kiushindani. Ni ngumu sana kuweza kumintroduce kwenye kikosi kwa mara ya kwanza.
Rushen De Reuck pamoja na Wilson Nangu wanaweza wakazima vizuri, kwa sababu pacha yao inaonekana sasa inaanza kuzoeleka. Yeah, okay. Pale katikati Yusuf Kagoma nafikiri atakuwa msaada mkubwa sana, pamoja na Mohamed Nabi. Nafikiri wanaweza wakaisaidia zaidi timu kwenye kuifanya itengeneze balance. Lakini katika eneo la juu nilikuwa natamani kuweza kuona awepo Clatous Chota Chama, awepo Morris Abraham, lakini pia awepo na Kibu Denis. Kwa sababu gani? Hao wanaweza kukupa energy. Morris Abraham anakupa energy kwenye kukaba, anakupa energy kwenye kushambulia, lakini pia Kibu Denis anakupa energy kwenye kushambulia, anakupa energy kwenye kukaba. Yale ambayo alikuwa umetokea kwa Ahli Tripoli ya kule nchini Libya, tuliona kazi kubwa aliyoifanya Kibu Denis. Ilikuwa ni kazi iliyotukuka sana. Very sure. Hata hii wanaweza wakaingia hivyo ili kuweza kuifanya timu iweze kuwa na balance kubwa zaidi. Alafu eneo la juu kabisa pale nilikuwa natamani kuweza kumuona Elim Panzo Kibisawala. Kwa sababu gani? Wasiingie na forward wa moja kwa moja ili kuweza kutengeneza balance ambayo wanaweza wakawa na fix wao wenyewe pale katikati, kwa sababu tayari wanaye Clatous Chama, wanaye Elim Panzo Kibisawala, lakini pia wanaye Morris Abraham. Wakati huo Jonathan Soa pamoja na Suleiman Mwalimu itakuwa vyema zaidi waweze kusubiri. Wanasimba wasielewa, watasema mbona wameingia bila namba 9. Hii ni kutokana na timu kutokuwa na balance. Unapokuwa na timu ambayo haina balance, huwezi kufunga, basi hakikisha na wewe huwezi kuruhusu goli kirahisi. Nafikiri kwa kikosi hiki wanawezekana wakawa wamefanya vizuri kabisa na kuweza kujihakikishia kupata alama 3 muhimu. Bana, wewe furahia maisha ya Bat Quality kwa sababu ni kampuni bora ambayo inazalisha na kusambaza bati aina zote. Utapiga simu nambari ambayo inapata kupita kwenye matangazo yetu hapo ili uweze kupata bati nzuri na usegezewe ama uletewe mpaka nyumbani kwako. Mimi naitwa Cisco, nyuma ya kamera Ali Mido Toto la Kimanga, nilikuwa naye hapa Katela Mbula Yusufu ndogo yake na Steven Mapunda. Wagilalika, maasalam.